na sisi kama wajumbe, kutokana na uzoefu tulioupata kwenye chaguzi zilizopita, tunaafikiana na matamko yaliyotolewa kwamba kuna haja ya kufika wakati tukubaliane mabadiliko na mageuzi katika taratibu zetu za uchaguzi. Hizi zitasaidia mgombea yoyote mwenye uwezo wa aina yoyote aweze kushiriki kikamilifu katika uchaguzi. Mifano hai imeelezwa, ikiwemo uwepo wa taasisi ya tume ya uchaguzi ambayo inajumuisha watumishi ambao ni wa umma, ambao tumeshuhudia sio wote, lakini wapo ambao wamefanya utaratibu ambao ulikuwa ni kinyume kabisa na maadili ya kawaida ya uchaguzi. Sasa unapomuona mwalimu anafanya fujo kwenye uchaguzi, unajiuliza, je, shuleni huyu mwalimu ananilelea vizuri mwanangu? Unapomuona mtendaji anafanya kinyume na makubaliano ya tume katika uchaguzi kwa sababu ya kumfurahisha tu kiongozi fulani anayegombea, unajiuliza, anapotenda kule katani anafanya kama vile ambavyo mwananchi anategemea? Kwa hiyo mambo kama haya yanatufanya tutafakari upya na kutoa wito zaidi kwamba ifike wakati tuweze kukubaliana namna bora ya kufanya chaguzi zetu, kuwe na tume ambayo itatimiza wajibu wake. Lakini lingine ambalo sisi kama watu wa Shinyanga tunaliona ni kwamba yameelezwa kuhusu usawa na mgawanyiko wa majimbo, lakini hata kwenye kata zetu huku chini tunaona kata ya mjini ina watu 3900, kata ya Ngokolo iliyopakana na mjini ina watu 23,000. Sasa kwa hesabu za haraka haraka huwezi kuona inaingia akilini kwamba watu walioko kata ya mjini wana diwani mmoja, wana mtendaji mmoja wa kata, wana afisa kilimo mmoja, lakini watu wako 3900. Ngokolo wana idadi hiyo hiyo ya viongozi na watumishi wa serikali, lakini wananchi wako 23,000. Maana yake ni kwamba kura ya wa mjini na ya Ngokolo zinakuwa tofauti. Angalia Ibinzamata kuna watu 5,000, lakini Kizundi kuna watu zaidi ya 15,000. Angalia Mwamalili kuna watu chini ya 5,000, chini ya 10,000, lakini wamepakana na Ndembezi yenye watu zaidi ya 20,000. Kwa hiyo kuna mgawanyiko pia ndani ya kata tunaona haujakaa sawa. Ndio maana tunasema ifike wakati tukubaliane, tukae pamoja, tuseme jamani, huu mgawanyo wa haya majimbo wa haya makata uweze kufikiriwa upya. Alafu na usimamizi basi ulingane na yale maazimio ambayo yamo ndani ya sheria ya tume ya uchaguzi. Ili basi hata yule mtu asiye na uwezo, hata yule mtu asiye na kipato cha kuweza kwenda labda kurubuni watu au kufanya nini katika uchaguzi aweze kugombea na akashinda. Kwa hiyo yangu ilikuwa ni hayo. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.